Karibuni sana wadau wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel inayotoa masomo ya kihistoria. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili tuwe pamoja. Na katika kipindi kilichopita tuliangalia zaidi historia fupi ya Eritrea, lakini kabla ya hapo katika kipindi cha mwisho kabisa cha historia ya ukabaila kabla ya ukoloni, nilikuwa nimeahidi kwamba nitazungumzia zaidi kuhusu mawasiliano ya kale, mawasiliano ya awali kabisa ya Waafrika, watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali. Naam, basi tukianzia hapo ni kwamba kwanza tuseme kwamba haya mambo au haya mawasiliano kati ya hawa wa Afrika na watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali yaliwahusu zaidi watu wa pwani. Pwani ndio ilihusika sana kwenye haya mahusiano au mawasiliano ya kibiashara, kijamii, kisiasa na mambo mengine ambayo walifanya kwa pamoja. Sasa kwa kuanza tu ni kwamba kipindi hicho pwani, watu wa pwani walikuwa wanaishi katika vijiji ambavyo vilikuwa vimepangiliwa katika mpangilio ambao wao waliuona ni mzuri na uliowafaa wao wenyewe, lakini pia walikuwa na shughuli zao za kiuchumi ambapo shughuli zao zilikuwa ni kilimo na ufugaji na uvuvi. Hizo ndizo zilikuwa shughuli zao za kiuchumi. Lakini sasa kupitia biashara walijikuta wanaanza kuzungumza, wanaanza kuwasiliana na kuhusiana na watu wa Mashariki ya Kati na wa Mashariki ya Mbali. Na hili swala au haya mawasiliano kati ya Waafrika na watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali yanaweza kuchukuliwa, yani yanaweza kutambuliwa kwamba yalikuwepo kuanzia milenia ya kwanza kabla ya wakati maalum, before common era, BCE. Kwa hiyo huko ndiko yalikoanzia. Lakini katika nchi ambazo zilikuwa zinajihusisha na biashara na wakajikuta tayari wameshahusiana au wameshawasiliana na watu wa Afrika, zilikuwepo nchi kadhaa Mashariki ya Kati. Kwa mfano, kulikuwa kuna baadhi ya nchi kama Palestina, Syria, Iraq, Lebanoni na Arabia au Saudi Arabia. Lakini kwa upande wa Mashariki ya Mbali kulikuwapo pia baadhi ya nchi, kwa mfano China. Kwa maana ninaposema China ni China hii ya sasa, wale watu waliokuwa wanaishi kwenye eneo hilo ambalo kwa sasa ni China, Ufilipino, Sri Lanka na Thailand. Kwa hiyo hawa ndio waliokuwa wanajihusisha. Hizi ni baadhi tu ya nchi ambazo ni baadhi ya maeneo ambayo kwa sasa yanakaliwa na nchi hizo. Haya niliyoyataja haya ni maeneo ambayo yapo katika nchi ambazo zinatambulika kwa sasa, lakini kwa kipindi hicho yalikuwa ni maeneo ambayo yanakaliwa na falme tofauti. Lakini haya majina ndiyo yataja ni majina ambayo kwa sasa yanatambulika
kwamba ni nchi hizo. Kama ni China, maana yake ni eneo ambalo lilikuwa linakaliwa na falme mbalimbali, lakini ambalo kwa sasa ni China. Kwa hiyo majina niliyoyataja ni majina ya nchi za sasa kabisa ambazo kwa kipindi hicho watu wake walikuwa na mahusiano na mawasiliano na watu wa Afrika. Lakini kwa mfano katika Mashariki ya Kati nimetaja nchi kama Palestina, nikataja nchi kama Syria, Iraki, Lebanoni na Arabia au Saudi Arabia. Nimesema Palestina kwa sababu Israeli haikuwepo kipindi hicho. Israeli, historia yake ya kuja hapo nitakuja kuileta, lakini kwa mazungumzo ya juu tu ni kwamba Israeli inaonekana imeletwa tu pale na watu wa magharibi kwa ajili ya maslahi yao na kuweka military base hapo Mashariki ya Kati, kwa sababu watu wake walikuwa na misimamo fulani ambayo ilikuwa ni vigumu nchi ya magharibi kupenyeza ushawishi na kujenga military base pale. Yani ilikuwa hakuna mahusiano mazuri sana. Na basi kwa sababu tuzungumzie hiyo historia ya Israeli, ieleweke tu kwamba nimesema Palestina kwa sababu Israeli haikuwepo, na kipindi hicho Palestina ilikuwa shwari kabisa, sio kama sasa. Naam, basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini haya maandishi au hizi historia zimeripotiwa katika maandishi matatu muhimu ambayo yameandikwa na Wagiriki na Warumi. Andiko la kwanza ni andiko la Periplus of Erythraean Sea, ambalo hili liliandikwa na Mgiriki, wakala wa biashara wa Kigiriki, karne ya kwanza kabisa, wakati maalum CE, yani manake common era. Tunaposema wakati maalum na kabla ya wakati maalum, yani common era na before common era, maana yake tumeondoa religious bias, kwa maana ya kwamba wanahistoria walishaondoa religious bias. Kwa hiyo hapa ni sawa sawa na kusema BC au seme AD, maana tunapozungumzia common era sana sana tunazungumzia pale ilipoanzia miaka hii inayohesabiwa mpaka leo tuko 2025. Pale ilipoanzia ndo kipindi cha common era kwa haraka. Kwa hiyo andiko la kwanza lilikuwa hilo la Periplus of Erythraean Sea, lakini andiko la pili lilikuwa ni andiko la Ptolemy's Geography, ambalo liliandikwa kati ya karne ya pili na karne ya 4. Karne ya pili na karne ya 4, maana yake kati ya miaka 200 na miaka ya 400 hapo. Lakini andiko jingine liliokuwa linazungumzia hizi historia au ambalo limeripoti hizi historia ni andiko moja linaitwa Christian Topography, ambalo limeandikwa na bwana Cosmas Indicopleustes. Cosmas Indicopleustes. Sasa Cosmas ni yeye mwenyewe, kwa hiyo Indicopleustes ni jina lake jingine au jina la surname. Kwa hiyo ina maana kwamba haya maandiko ndiyo maandiko muhimu baadhi ambayo yanazungumzia kuhusu habari za hiyo historia ya mawasiliano kati ya Waafrika na watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki
ya mbali. Lakini kwenye haya maandiko haya matatu, haya maandiko yanazungumzia mambo kadhaa. Jambo la kwanza, maandiko haya yanazungumzia uwepo wa vijiji vya pwani na uchumi wa pwani kwa ujumla. Na maandiko haya yanaeleza kwamba uchumi wa pwani ulikuwa msingi wake au shughuli zake za kiuchumi hapo pwani zilikuwa ni kama tulivyosema hapo mwanzo, ni uvuvi na ufugaji na kilimo. Lakini katika hivi vitabu wameongezea kitu kingine, sio vitabu, katika haya maandiko matatu haya niliyotaja hapo juu, yameongeza kitu kingine kwamba walikuwa pia uchumi wao ulikuwa unategemea shughuli za utengenezaji wa mashua za kuchonga. Utengenezaji wa mashua za kuchonga. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo liko katika maandishi haya. Lakini jambo jingine ambalo liko kwenye maandishi haya ni kuhusu mawasiliano ya kimataifa kati ya Waafrika, watu wa Mashariki ya Kati, watu wa Mashariki ya Mbali, lakini pia mawasiliano kati ya Waafrika na dunia ya Mediterania. Wenyewe wamesema dunia ya Mediterania. Lakini kimsingi sio kwamba dunia ya Mediterania ni dunia nyingine, lakini ni maeneo ambayo yalikuwa yanakaliwa na watu, lakini maeneo ambayo tawala zake zilikuwa zinamiliki mpaka katika bahari ya Mediterania. Lakini jambo la tatu ambalo linazungumzwa katika maandishi haya au maandiko hayo ya kale ni kwamba yanazungumzia jambo la uhusiano na ushirikiano wa kibiashara ambao ulifanya biashara sasa ya Waafrika ikawa inahusiana na mfumo wa biashara ya Kirumi, ambapo sasa baada ya kuhusiana na kuonekana kwamba Waafrika wanahusiana, biashara yao inahusiana au inafanana na mfumo wa biashara ya Kirumi, ina maana kwamba hawa watu wa asili ya Rumi wao walipokuwa wakiitazama Afrika na wakiyatazama mawasiliano hayo yaliyopo kati ya Waafrika, watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali, ina maana kwamba wakaona kwamba Afrika inafanya kile ambacho kimeripotiwa hapo. Kwa hiyo wao walikuwa wanachunguza waone kama kuna ukweli, lakini waligundua kwamba ni ukweli, na wakasema kwamba nchi za Mashariki ya Kati na za Mashariki ya Mbali wanafanya biashara na eneo ambalo linaitwa Pwani ya Azania. Pwani ya Azania wakiwa wana maana kwamba Azania wakiwa wanamaanisha kwamba mpangilio wa vijiji vya kibiashara. Kwa hiyo ni mpangilio wa vijiji vya kibiashara. Hivyo ndivyo walivyoita wao Warumi, ndo walivyoita hasa maeneo haya ambayo yako hapo karibu kabisa na pwani, lakini wakawa wanajihusisha au wanawasiliana kibiashara na watu hao wengine wa Mashariki ya Kati na wa Mashariki ya Mbali. Pwani hii ni pwani ya Afrika, nchi za pwani au maeneo ambayo yalikuwa yako pwani lakini yako Afrika, pwani za Afrika Mashariki. Lakini sio maandiko haya tu au haya maandishi yaliyoelezea kuhusu taarifa hizo, lakini pia hizi taarifa au hizi ripoti za kwamba kuliwahi kuwa na hiyo historia
mawasiliano ya Waafrika na watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali pia yameandikwa katika kumbukumbu za wasafiri wa Kiarabu, wasafiri wa Kichina na wasafiri wa Kireno, na wao wameandika. Wareno na wao wameandika kuhusu haya mambo. Kwa hiyo taarifa hizo zimeandikwa, au ripoti hizo zimeandikwa kwenye maandiko mbalimbali ya wageni waliotoka huko na kuja Afrika. Lakini uchimbuzi au uchimbuaji, utafutaji wa historia zaidi umeongeza taarifa kuhusu watu waliokuwa wanafanya biashara au wanawasiliana kibiashara na hawa watu wa Afrika, na umeongeza kwamba kulikuwa pia na Wahindi, lakini pia kulikuwa kuna wa Indonesia ambao walikuwa wanakuja. Lakini pia kwenye data hizi nyingine inaonyesha kwamba kulikuwa na Waarabu ambao, sasa tukizungumzia Waarabu, hata hizi nchi nilizokuwa nimezitaja za Mashariki ya Kati nyingi ni za Kiarabu. Kwa hiyo huenda hawa walioandika hizi data nyingine walisema Waarabu wakizirejelea nchi hizo. Sasa hawa watu walikujaje? Hawa watu walikuja kwa kutumia upepo wa monsuni. Walikuja kutumia upepo wa monsuni, na kwa karne nyingi upepo huu umekuwa ukipuliza kutoka kule maeneo ya mashariki zaidi kuja Afrika, lakini wakati mwingine upepo huo unatoka huku Afrika unakwenda maeneo ya kule. Sasa baada ya watu kujifunza kuhusu jinsi gani upepo huo unavyovuma, waliamua kuutumia. Wakaona ni heri wautumie. Kwa hiyo kwa miaka minne au kwa miezi minne au mitano katika mwaka, upepo unaweza kuvuma kutoka maeneo ya mashariki na mashariki ya mbali kuja mpaka maeneo ya Afrika. Lakini pia upepo huo katika msimu mwingine ndani ya mwaka mmoja huo inaweza kawa miezi sawa au pungufu, lakini upepo unavuma kutoka huku, ulikuwa unavuma kutoka huku kwenda mpaka pwani ya nchi za mashariki ya kati na za mashariki ya mbali. Kwa hiyo ina maana kwamba hawa watu walifanya biashara au walifanya safari zao za kuja kufanya biashara na Waafrika kupitia bahari ya Hindi. Hiyo ndiyo iliyowasafirisha na kuwaleta mpaka huku. Walipofika huku, watu hao walianza kubadilishana bidhaa. Wanabadilishana bidhaa mbalimbali kati ya Waafrika na watu hao ambao walitoka nchi za kigeni. Wachambuzi wa mambo wanaendelea kueleza kwamba huu upepo ulileta pia watu mbalimbali wengine ambao walikuwa ni Waajemi, na Waajemi kumbe bwana walikuwa wanahusika. Lakini hao watu wote kutoka mashariki na mashariki ya kati walijifunza mwelekeo wa upepo wa monsuni, ambao upepo huu kwa mujibu wa jinsi walivyojifunza na waligundua kwamba upepo huu ulikuwa unavuma kutoka huko kwao kuja mpaka Afrika kati ya mwezi wa 5 mpaka wa 10. Ulikuwa unavuma na kuwaleta wafanyabiashara mbalimbali ambao walitumia hayo majahazi kuendesha kufika mpaka maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki, na walibadilishana bidhaa walizokuwa wamezileta kutoka huko, lakini na wao wakachukua bidhaa zilizokuwa huku Afrika wakazipaki zikasubiri. Ina maana kuanzia sasa mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 4 upepo huu ulikuwa unarudi
unatoka sasa huku unarudi katika nchi za mashariki na mashariki ya mbali huko. Ina maana sasa hawa, kwa mujibu wa jinsi walivyojifunza na kugundua, waligundua kwamba huu upepo ulikuwa ikifika mwezi wa 11 unarudi kuanza kuvuma kuelekea kule kwao. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi walikuwa wakishachukua bidhaa za Kiafrika ambazo zinatoka huku, wanazipakia, wanasubiri upepo uvume kwenda kwao. Na ilipofika mwezi wa 11 kwenda mpaka mwezi wa 4 hapo, na maana upepo ulikuwa unavuma kuelekea kwao. Kwa hiyo walikuwa wana uwezo wa kupeleka sasa bidhaa zile wameacha za kwao walizozitoa huko, wakaja wakachukua za huku. Baadaye huo upepo kisha anza kuvuma kupeleka kule, wanaendesha sasa mashua zao au majahazi yao, wanapeleka bidhaa za Afrika zinakwenda kule. Lakini kuna sababu chache ambazo zinaonekana kwamba ziliwavutia sana hawa watu mpaka kutumia majahazi kwenda maeneo mbalimbali kufanya mawasiliano na watu wa huko. Kwa sababu haya majahazi walikuwa wanasafiri na bidhaa kutafuta ni wapi wanaweza kufanyia biashara. Kwa bahati tu kwamba wakaibukia Afrika, hasa pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo sababu hizo zipo ambazo ziliwavuta, na sababu mojawapo kama tunavyozungumza mara kwa mara, sababu kuu ni biashara, ambapo biashara ndio kivutio kikubwa kilichowafanya watoke sasa maeneo yao waanze kutumia majahazi kwenda maeneo mbalimbali ili waone kama wanaweza kupata soko la kudumu, yani common market. Kwa hiyo sababu hizi zilifanya biashara ienee kuanzia pwani ya Afrika Mashariki yote. Ina maana kuanzia Mogadishu ya Somalia mpaka Sofala ya Msumbiji. Na kwa sababu tumesema kwamba kumbukumbu hizi zimeandikwa katika ripoti hizi zimeandikwa katika kumbukumbu za wasafiri wa kibiashara kutoka nchi hizo ambao walikuwa wanakuja, basi kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Al-Masudi ambaye yeye aliripoti kwamba kuna biashara iliyokuwa inafanyika hasa kutoka katika nchi ya Zanji, Afrika Mashariki, kwenda kwenda katika nchi hizo za mashariki ya mbali na mashariki ya mbali na mashariki ya kati. Na ripoti hii ya bwana Al-Masud ilieleza kwamba kulikuwa kuna usafirishaji wa pembe za ndovu kutoka nchi hiyo ambayo nimeitaja, nchi ya Zanji ya Afrika Mashariki, karne ya 10. Na kwa hiyo hizo pembe za ndovu zilisafirishwa kutoka katika hiyo nchi ya Zanji kwenda Oman na baadaye kwenda China na nchi nyingine za huko mashariki ya kati na mashariki ya mbali. Ripoti hii ya bwana Al-Masud inaendelea kueleza kwamba pia kulikuwa kuna usafirishaji wa magamba ya kasa, lakini kulikuwa kuna usafirishaji pia wa miti ya mikoko kutoka pwani ya Afrika Mashariki kwenda katika nchi za mashariki ya mbali. Na bidhaa nyingine walizouziana ilikuwemo pia zilijumuisha pembe za kifaru, pembe za faru na watumwa pia. Na bidhaa ambazo zilitoka mashariki ya kati ni bidhaa kama vile mapanga, shanga na vioo na nguo.
Hivyo ndivyo vilikuja huku Afrika, vikitokea katika nchi za mashariki ya mbali. Kwa hiyo wao walikuja wakachukua vitu vya huku, wakavipakia, wakaondoka navyo, lakini pia na wao wakawa wanaleta bidhaa nyingine wanakuja kuziacha huku Afrika. Kwa hiyo hicho kipindi ina maana kwamba walikuwa wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Ina maana kama asili ya pwani ilivyo, maana asili ya pwani ilivyo ni kwamba kabla ya biashara hii ya Waafrika na watu wa nchi hizo za kigeni, ina maana kwamba Waafrika hasa wa pwani walikuwa wanauziana bidhaa kwa bidhaa, yani wanabadilishana wao kwa wao. Lakini sasa baada ya kuja hawa, ina maana hiyo biashara haikukoma ya kubadilishana na majirani, lakini pia walianza kubadilishana na hawa wengine. Ina maana kwamba bado walikuwa kwenye mfumo ule wa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Lakini sababu nyingine ilikuwa ni dini, ambapo dini ni hasa dini ya Kiislamu, ambapo hizi nchi za Mashariki ya Kati walikuja huku Afrika kwa ajili ya kuhubiri, kwa maana ya kutoa mawaidha na kufanya watu waweze kuslimu. Kusambaza tu dini ilikuwa ni mojawapo ya sababu. Sasa hawa waliosambaza dini, ina maana kwamba ilibidi watengeneze kambi kabisa. Makambi ni kama vile tofauti kidogo na wamisionari, ambao wamisionari walikuwa wanaandaa mazingira kwa ajili ya colonialism, kwa ajili ya kutawaliwa kikoloni. Hawa wao Waarabu walikuja, au watu wa Mashariki ya Kati walikuja tu kwa ajili ya kuhubiri dini ya Kiislamu na biashara. Kwa hiyo kuhubiri dini ya Kiislamu hakukuwa na maandalizi yoyote ya kuja kutawaliwa, kwamba labda wanalainisha nyoyo za Waafrika waje watawaliwe. Kwa hiyo ni tofauti kidogo na jinsi wa misionari walichokifanya. Kwa hiyo ndio hivyo, na dini hii ilienea kupitia mahubiri au mawaidha mbalimbali kwa watu waliokuwa wameamua kusilimu, waliingia huko. Lakini sehemu zilizopatikana na pingamizi ambazo waliamua au walikuwa hawataki kabisa kufanya hicho kitu, na wakaonekana kwamba walikuja kuwashambulia wale watu waliokuwa wametoka Mashariki ya Kati. Wale waliowashambulia, ina maana kwamba walionekana kama vile hawaitaki hiyo dini, lakini licha ya kutoitaka hiyo dini, bado wakawafanyia fujo hawa watu waliotoka Mashariki ya Kati. Basi hapo ndipo paliibuka vita, ambazo hizo vita wenyewe waliziita ni vita za jihadi, kwa maana ya kwamba hawa watu wameikataa dini, lakini licha ya kuikataa wamefanya vitu ambavyo ni tofauti, wamefanya fujo. Kwa hiyo ina maana vita inapokuwa imezuka ni vita inaitwa jihadi. Kwa hiyo ni kusema kwamba hii dini ilienezwa kwa namna mbili, mahubiri na vita ya jihadi. Kama vile tu upande mwingine wa Kikristo jinsi vita zilivyoenezwa kwa kutumia mahubiri, pia kule ni mawaidha, lakini huku ni mahubiri na vita zilizoitwa crusade. Basi hivyo ndivyo hivyo, au vita za msalaba, si vita za nini. Kwa hiyo hizi dini ndio zilivyoenezwa. Naam. Kwa hiyo sababu nyingine ya watu kutoka Mashariki ya Kati ilikuwa ni hiyo, kuja kueneza dini. Hawa walikuwa zaidi ni wa Mashariki ya Kati, kwa sababu hawa watu wa Uhindu na Uchina wao hawakuwa na hiyo sera ya kutaka kusambaza dini. Ndio maana hata hivyo ukienda maeneo ya nchi
pwani ya Afrika Mashariki, maeneo yale ya pwani utakuja kukuta kwamba baada ya uhuru kuna mahekalu mengi yalivunjwa ya Kihindu, mengine ya mahekalu ya dini za watu wa huko. Na kwa kuwa watu hawakuwa wameamua kuzisambaza kihivyo, lakini pia nao walikuja wakajenga mahekalu yao na walikuwa wanasali kama kawaida. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya pili, ambayo ni sababu ya dini, na hii iliwahusu sana watu wa Mashariki ya Kati kuja kueneza Uislamu. Ina maana kwamba dini inayozungumzwa hapa kwenye karne ya 7 ya 8 hapa ni dini ya Kiislamu. Lakini jambo jingine, ukiachilia mbali habari za dini, jambo jingine ilikuwa ni uvumbuzi wa mambo mbalimbali na ugunduzi. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna baadhi ya watu walisafiri kwa ajili ya kwenda kuona kwamba maeneo mengine yakoje, na waweze kuvumbua au kugundua vitu vilivyokuwa maeneo yale. Na mifano iliyotolewa ni safari za Ibn Battuta na Al-Idris. Zilikuwa ni safari za kutaka kufanya uvumbuzi wa mambo mbalimbali. Lakini hawa watu bwana walikuwa na vivutio mbalimbali ambavyo viliwaleta hapa. Vivutio hivyo vilivyowaleta, kimoja wapo ni vituo vya kibiashara. Vituo vya kibiashara ambavyo viliwawezesha hawa wageni waje na wafikie katika maeneo ya pwani za Afrika Mashariki, na waweze kuona kwamba kuna bidhaa ya kuchukua na kwenda nayo na kuna bidhaa ya kuacha. Ina maana kwamba sasa hapa tunasema kwamba hivi vituo vya kibiashara ni miji ya kibiashara au masoko ambayo yalikuwa huku Afrika. Lakini na maeneo hayo ni kama vile Lindi na Kilwa na Sofala. Kama tunavyojua kwamba Sofala ilikuwa maarufu sana kwa uchimbaji wa dhahabu. Kwa hiyo ina maana kwamba vituo hivyo vilikuwa vinawasaidia, vilikuwa kama pia vivutio ambavyo viliwafanya walipokuja mara ya kwanza warudi tena na tena. Lakini jambo jingine lililowavutia ni kupatikana kwa bidhaa wanazozitafuta. Ina maana kwamba bidhaa wanazozitafuta walipokuta zinapatikana, wakaona kumbe kile kitu walichokijia wamepata. Kwa hiyo ina maana hata wakirudi wanashawishika kurudi tena kwa mara nyingine. Lakini kingine kilichowawezesha na kilichowafanya waje huku ni huo upepo wa monsuni. Huo upepo wa monsuni uliwasaidia sana, kwa sababu ina maana kwamba majahazi hayo yalikuwa yanakuja, licha kwamba walikuwa wanaendesha, lakini yalikuwa yanasaidiwa na upepo wa monsuni. Wale wanaoendesha mashua nadhani watakuwa wanaelewa, ukikutana na upepo pingamizi unaweza kupata changamoto kidogo. Kwa hiyo huo upepo pia uliwasaidia na uliwawezesha. Lakini jambo jingine ambalo tunasema kwamba ilikuwa wamewezeshwa kuja huku, kingine kilichowavutia na kilichowawezesha ni teknolojia ya kutengeneza majahazi makubwa, ambayo hayo majahazi yangeweza kuchukua bidhaa nyingi kutoka Afrika, kwanza kutoka kwao kuleta huku Afrika, lakini pia bidhaa nyingi kutoka huku Afrika kupeleka kule kwao. Kwa hiyo ina maana kwamba bidhaa hizo zilikwenda huko kwa mfumo huo. Lakini hizo bidhaa kabla zilikuwa zinasafirishwa kwenye jamii ndani, kutoka jamii moja kwenda nyingine kama jinsi tulivyosema mwanzoni. Lakini makabila kama Wakamba, Wayao na Wanyamwezi baadaye walianza kuleta bidhaa zao maeneo ya pwani, ambapo sasa zilipofika zilisafirishwa zikaenda nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati na Mashariki ya mbali. Lakini mwisho wake
kwamba baada ya muingiliano sasa wa koloni wengine, kabla ya ukoloni, maingiliano ya watu wengine kutoka kwa mfano Ulaya kama watu wa aina ya Kireno na wengine, ina maana kwamba bidhaa hizi sasa zilipofika pwani zikaanza pia kuuzwa, zikaenda mpaka Ulaya sasa, kwa sababu na wao walikuwa wameanza kuja. Sasa hiyo ni kadri miaka ilivyozidi kwenda na karne zilivyozidi kusogea. Kwa hiyo biashara hiyo ikawa imetanuka zaidi kutoka kuuzia nchi za mashariki ya mbali na mashariki ya kati kwenda mpaka kuuzia nchi zote zikiwemo na nchi kuuzia nchi za mashariki ya mbali, mashariki ya kati na pia nchi za Ulaya, nazo zikawa zinachukua bidhaa na kuleta bidhaa. Lakini bidhaa zilizopatikana au zilizokuwa zinatoka huko Afrika kama tulivyoeleza huko mwanzo ni sana sana bidhaa kama dhahabu. Hii dhahabu bwana ilikuwa haichimbwi huko pwani za Afrika Mashariki. Hii dhahabu ilikuwa inachimbwa kupitia falme mbalimbali ambazo zilikuwa zinajinasibisha na mambo ya dhahabu. Kwa mfano falme za Afrika ya Kati. Afrika ya Kati kwa maana ya maeneo ambayo yalikuwa na tawala au falme mbalimbali ambayo yalikuwa yako Afrika ya Kati. Na kuna mfano wa pembezoni au maeneo ya mto Zambezi, ambapo sasa huko ndiko dhahabu zilitolewa huko zikaja mpaka pwani ya Afrika Mashariki, na baada ya hapo zikauzwa, na zilivyouzwa zilipelekwa sana sana maeneo ya pwani. Zilipelekwa sana sana maeneo ya Afrika zilipelekwa Afrika Mashariki, kwa maana kwamba zinatoka Afrika ya Kati zinakuja Afrika Mashariki, na zikifika hapo zinaenda pwani ya Afrika Mashariki, na baada ya hapo zinakwenda mpaka kuuzwa katika nchi za mashariki ya kati na mashariki ya mbali, na baada ya hapo dhahabu nyingine ikawa inakwenda Ulaya. Kwa hiyo bidhaa hiyo ilikuwa ni muhimu, na ilikuwa ni muhimu pamoja na pembe za ndovu. Lakini kwa upande wa dhahabu kituo kikubwa kilikuwa ni Sofala. Ndio kilikuwa kituo kikubwa sana cha uuzaji wa biashara ya dhahabu. Lakini baadaye Kilwa ilikuja ikawa sehemu muhimu katika uuzaji wa dhahabu. Ina maana sasa Sofala ikawa tena sio mji mkuu wa kibiashara. Mji mkuu wa kibiashara ukawa Kilwa, na dhahabu zilitumika kutengeneza vitu vingi, minyororo, mikufu na bangili. Huko Ulaya huko ndo zilitumika kutengeneza hivyo vitu. Kwa hiyo kama inavyojulikana kazi ya dhahabu hiyo, ina maana ndio maana ilikuwa inawindwa na ilikuwa ni muhimu. Lakini kitu kingine kilichokuwa muhimu kilikuwa ni watumwa pia. Watumwa walichukuliwa wakapelekwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia kazi za mashambani, kazi za nyumbani. Lakini pia kwa wale waliokuwa ni mabinti, wao ilikuwa ni kama vyombo vya starehe kwa mabosi zao huko. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa utumwa. Japo watazungumzia utumwa, lakini utumwa kama sehemu ya bidhaa zilizochukuliwa Afrika na kwenda huko. Na bidhaa nyingine kama tulivyokwisha kuzielezea, na zile zilizotoka huko Ulaya, zilizotoka huko Ulaya, zilizotoka Afrika, zilizotoka mashariki ya kati na mashariki ya mbali, zilikuwa ni kama hizo nguo, vioo, shanga, lakini pia silaha mbalimbali kama mapanga na zana nyingine za chuma vilitoka huko
vikaja Afrika, lakini pia kulikuwa kuna mikeka, kulikuwa pia na divai ambazo ziliuzwa katika maeneo haya ya pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kulitokea ubadilishanaji wa bidhaa kama hivyo, ambapo hiyo yote tunasema ni kwa sababu ya mahusiano au mawasiliano kati ya Waafrika na watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali. Lakini tukiachana na mambo yote hayo, tuangalie pia, kwa kumalizia tuangalie athari gani ambazo zilijitokeza wakati huo. Athari zilizojitokeza, kwanza tunaposema athari kwa maana ya effect, ina maana kwamba inaweza kuwa athari mbaya au athari nzuri, kwa maana kwamba yote ni matokeo yaliyojitokeza baada ya kuwa na mahusiano hayo na mawasiliano hayo kati ya Waafrika, hasa wa pwani za Afrika Mashariki na watu wa nchi za Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali. Kwa hiyo kuna matokeo mazuri na matokeo mabaya, lakini yote kwa ujumla tuseme tu kwamba mojawapo ya athari zilizojitokeza au matokeo yaliyojitokeza ni pamoja na, jambo la kwanza ni ndoa za watu mchanganyiko, kwa maana ya kwamba asilimia kubwa watu wanaume waliotoka huko Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali walikuja na wakawa wameoa wanawake wa Kiafrika, ambapo sasa baada ya hapo kulizaliwa wale wanaitwa Suryama wa Kiarabu na Kiafrika, Suryama wa Kihindi na Kiafrika, lakini na watu wengine waliotokea mchanganyiko wakati ya rangi nyingine na Waafrika, ambapo kwa sasa wanaitwa machotara kwa sababu ni watu wanatoka nchi tofauti. Sasa kipindi hicho kwa sababu hakukuwa na nchi, basi ndio hivyo, lugha rahisi ni machotara, lakini Suryama ni mchanganyiko wa asili mbili tofauti. Kwa hiyo sio nchi tena, ni asili mbili tofauti, kwa sababu anaweza kawa ni mtu mweupe lakini ni raia wa nchi yako. Kwa hiyo huyo mtoto tunawaita tu chotara basi, lakini Suryama ndio mchanganyiko huo kwa kawaida. Kwa hiyo ina maana kwamba hiyo ni sababu, ni athari mojawapo kwamba kulitokea watoto hao ambao walizaliwa na wazazi wa asili tofauti, ambapo mpaka leo tunaambiwa kwamba Zanzibari kuna watu wana asili hizo za Ajemi, wana asili za maeneo mbalimbali, ambapo sasa kama tunavyosema kwenye vipindi vingine kwamba asili mara nyingi ni dikteta. Hakuna mtu anaomba kwamba naomba nizaliwe sehemu fulani au naomba nizaliwe nikiwa mtu wa asili hii. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenye masuala ya ndoa. Lakini jambo jingine ni kwamba kulitokea pia uimarishaji wa lugha ya Kiswahili, kukua na kuendelea kwa Kiswahili, kwa maana kwamba lugha ya Kiswahili ilianza kukopa maneno, sio kukopa, ilianza kuchukua maneno kama kawaida ya lugha nyingine zinavyochukua maneno kutoka lugha moja kwenda lugha kuja kwenye lugha hiyo husika. Kwa hiyo na Kiswahili pia kilifanya hivyo, walichukua maneno ya Kiarabu kama vile salamu, darasa, kitabu na mambo mengine, lakini pia walichukua maneno mengine ya Kihindi, mengine wakachukua mpaka ya Kireno baadaye, kwa mfano leso, meza na maneno mengine. Kwa hiyo Kiswahili kilipata maneno pia kutoka lugha za kigeni. Lakini pia jambo jingine ni kwamba kulikuwa kuna kuenea kwa dini, hasa kuenea kwa dini ya Kiislamu karne hizo,
na watu wakawa wamechukua utamaduni wa Kiarabu wa kuvaa kanzu na baibui na vitu kama hivyo. Lakini pia sababu nyingine, athari nyingine ni kwamba kulitokea biashara, kukua kwa biashara ya dhahabu na pembe za ndovu na watumwa wakiwa wanasafirishwa kwenda nchi za Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali. Lakini pia kukaja nguo na mikufu na shanga na vitu kama hivyo kutoka huko Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali. Kwa hiyo ina maana kwamba kukawa kuna manufaa yasiyo sawa kati ya Afrika au Waafrika na hizo nchi za Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali, kwa sababu unakuta kwamba yeye huyo mtu wa Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali amekuletea panga, amekuletea labda shanga, nguo, lakini Afrika wanatoa vitu vya thamani kama dhahabu, pembe za ndovu, watumwa. Kwa hiyo kukawa kuna changamoto ya kwamba wanaonufaika sana ni wale watu wa nchi za Mashariki ya Kati na watu wa nchi za Mashariki ya Mbali kuliko walivyokuwa wananufaika wa Afrika wa pwani, maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Lakini pia kutokana na kusafirishwa kwa watumwa, nguvu kazi ilipungua, na kwa hiyo ina maana baada ya nguvu kazi kupungua ikaonekana kwamba waliokuwa wanachukuliwa walikuwa ni wale watu ambao wangeweza kufanya kazi, ambao wangeweza kufanya uzalishaji, ndo walichukuliwa wakaenda huko. Lakini wale ambao walikuwa ni wanyonge hawawezi, basi hao ndio walioachwa, kwa maana ya kwamba waliouzwa ni wale wenye nguvu. Kwa hiyo ikawa pia ni athari kwa Afrika. Lakini jambo jingine ni kwamba kutokana na uchimbaji wa dhahabu na chumvi, hasa kutoka kwenye himaya au falme ya Mwene Mutapa, ilifanya kukawa kuna miji mikubwa ya kibiashara, biashara za dhahabu. Kwa mfano Kilwa ilikuwa ni sehemu ambayo imewahi kuwa mji mkuu wa biashara kwa upande wa dhahabu. Baada ya Sofala kuwa imeanguka kuwa kama mji mkuu, ikaja Kilwa ndio ikashika kasi kuwa kama mji mkuu wa biashara ya dhahabu. Lakini sababu nyingine au athari nyingine ni kwamba kulitokea miji mikubwa ambayo ilijitawala yenyewe na ilikuwa haiko kwenye mamlaka ya miji mingine. Kwa mfano mji wa Zanzibar ulijitawala, lakini miji kama ya Mombasa, miji kama ya Lamu na miji mingine mingi tu ambayo ilikuwa maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na ikajitawala yenyewe. Kwa hiyo kukawa kuna ujenzi wa majumba ya kifahari. Sana kipindi hicho kulikuwa ni ujenzi wa majumba ya kifahari, lakini yalikuwa yanajengwa majengo ya mawe. Kipindi hicho sana ilikuwa ni majengo ya mawe na majengo ya material mengine. Lakini pia kulitokea pia vita ilitokea, na vita hizo zilitokea kwa sababu masultani walikuwa wanataka kufanya udhibiti wa biashara ya bahari ya Hindi. Kwa hiyo kukawa kunatokea vita, na mfano wa vita ambao umetolewa ni baina ya kwa mfano masultani wawili waliopigana, na mafia ikapoteza udhibiti
eneo lake la kibiashara. Kwa hiyo ilipoteza udhibiti wa eneo lake la kibiashara kwa sababu ilikuwa imepata changamoto, ikapigwa, ikashindwa, kwa hiyo ikawa imepoteza kwa staili hiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba hizi zilikuwa ni athari chache ambazo zilitokea au zilitokana na mawasiliano haya kati ya Waafrika na watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali. Naam, basi kwa leo tuishie hapa. Niseme kwamba msisahau wadau kusubscribe, kushare na kucomment ili tuweze kuwa pamoja, tuweze kwenda pamoja kwa namna hiyo. Na ina maana kwamba kipindi hiki kitakuwa kimeishia hapa. Basi siku nyingine tukijaliwa tutakuja kuendelea. Na baada ya kusema hayo, ni waage tu nikisema kwamba nawatakia wakati mwema na maarifa mema, na nawatakia ujifunzaji mwema ili kugundua maarifa mapya zaidi na zaidi. Na baada ya hapo ni waage nikisema kwaherini.